Tuende mbele za Mungu. Taomba kwa kifupi, alafu nitatoa neno fupi tu. Bwana amenipatia moyoni hapa litusaidie. Bwana Yesu, tunanyenyekea chini ya uwepo wako, chini ya mamlaka yako. Tunanyenyekea kwa maana kwako kuna hekima, kwako kuna uzima, kwako kuna uponyaji, kwako kuna kimbilio, kwako kuna kila kitu tunachokihitaji Bwana, hapa duniani na hata zaidi ya kupita hapa duniani Bwana. Tunakusihi, tunakuomba. Mimi ni mwanadamu tu, ni damu na nyama. Baba Mungu, bado kuna mambo mengi kwenye neno lako nahitaji kujifunza. Ninakuomba unitangulie, ninakuomba unitumie, unisaidie, unihurumie Bwana. Nikaongee yale tu nayotaka niongee, nisiongeze mengine. Bwana Yesu, ninaomba wanaosikiliza neno hili Bwana likawasaidie, likawavushe, wakapate kitu cha kwenda kuwapatia watoto wao, wapate kitu cha kwenda kuwasaidia dada zao, kaka zao, ndugu zao, majirani, wakikawape kitu cha kuwasaidia Bwana, sisi sote tukapate kitu cha kutusaidia nguvu ya kusonga mbele na kuendelea katika huu mwendo. Tunaomba yote haya Bwana, ukisaidia na wenzetu ambao bado wako mbali, wana majukumu mbali, na wao waje wapate neema Bwana ya kuja kusikiliza na kujumuika nasi ikikupendeza. Tunaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba na kushukuru. Amina, amina. Amen. Wapendwa wetu, neno leo nimeamka nalo. Bwana ananipatia kwamba tuombe hivi, tuombe hekima na tuishike sana. Tuombe hekima na kuishika sana katika kila eneo la maisha yetu. Mpaka Roho wa Mungu ananiuliza, hivi sisi tumeomba hekima kweli kweli? Tumeomba hekima ipasavyo? Tunajua ile neno la hekima tunaenda kulipata katika kitabu cha Mithali. Tukienda kwenye Mithali sura ile ni ya 4, tutaona kuanzia mstari wa 10 hapo, tutaenda mpaka 13. 10 mpaka 13. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Inasema hivi: Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo hatua zako hazitadhikika, wala ukipiga mbio hutajikwaa. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Barikiwe sana dada yangu. Kumbe na wewe umefungua upande wako huko. Wakati mwingine nitakuomba utatusomea neno. Barikiwe sana. Pendwa wetu, nilikuwa ninawaza hili neno. Roho wa Mungu anataka kutufundisha nini? Kwanza kabisa, kwa wale ambao watoto wetu tunawaambia wawe na kariri maandiko, hili ni andiko zuri sana. Ni andiko zuri, tuseme hii sura tu. Wakianza kukariri watoto, kipande hadi kipande, mistari miwili, mitatu, mmoja, kama mtoto wako ni mdogo, kuna mambo mengi hapa mazuri watayapata watoto wetu. Iko ni cha kwanza. Cha pili, Roho Mungu alikuwa ananifundisha mimi na nikukumbusha mimi, na nitawashirikisha. Kila nyanja ya maisha yetu tunahitaji hekima. Bila hekima utajikuta unapoteza muda, unapoteza nguvu bure, unapoteza pesa. Bila hekima utajikuta umepoteza hata heshima yako, ukikosa hekima. Kwa sababu kina mama na mabinti tuna mambo mengi tunakutana nayo kwenye maisha yetu. Toka tuko tunalelewa wadogo, mpaka tunakuja kuolewa, mpaka tunakuja kulea watoto. Mambo ni mengi. Kwenye maeneo tulioajiriwa kazi, hekima inatakiwa. Kumbe nimekuja kugundua, mpendwa wangu, hata ukienda kwenye maeneo ya kazi, wanajua, ujue kwanza lazima wewe ulipo unafanya kazi au biashara, ni lazima mtu, yani wewe unatakiwa. Ni vyema. Itamheshimisha Mungu, mtu akikuangalia tu hivi, anasema huyu kuna kitu tofauti. Yani mtu akikuangalia hivi, ajue huyu ni mlokole. Mtu akikusikia umefungua mdomo umeongea, ajue huyu ana Mungu. Huyu ana hofu ya Mungu. Yani sio kwamba watu hawana uhakika na wewe. Iko cha kwanza. Usije kadaiwa siku ya mwisho.
Ile neno alilosema Mungu, kinionea aibu mbele za watu nitafanya nini? Na mimi nitakuonea aibu mbele za Baba yangu wa mbinguni. Hekima, hekima. Tumuombe Mungu hekima. Kumbe tunatakiwa tuombe sana hekima. Tunatakiwa tuombe sana hekima. Unakuta wengine kazini, hata kwenye vikao, kwenye mambo mbalimbali, unakuta yani itabidi wewe unatakiwa uwe makini ya ziada, kwa sababu chochote utakachosema au utakachofanya utamheshimisha, utamwaibisha Mungu wako. Utaona kwenye mafamilia yatatokea mambo mbalimbali, jambo hili, jambo lingine. Unakuta wengine, kuna vikao vya familia vinafanyika. Omba Mungu tu akupe hekima. Unachangia nini? Je, uchangie au nyamaze? Hekima inatakiwa kila eneo la maisha yetu. Neno hili la leo wala litakuwa refu sana. Hekima inatakiwa ukiamka asubuhi, unaamkaje? Haleluya. Unaamkaje? Unaamkaje na Bwana Mungu wako? Tuna tabia tukiamka tunataka kwenda kwanza kuangalia simu kabla ya kuongea na Bwana. Unaamkaje? Siku yako unaipangaje? Unaanza na nini alafu uje na nini? Hekima, hekima. Watu wale nini ndani ya nyumba yako? Ukipungukiwa hekima na maarifa katika hata mambo ya jinsi ya kulisha familia yako, utakuta watu wako unawalisha vitu ambavyo baadaye wanapata matatizo ya afya. Hiyo tunajua, tunafundishanaga kwenye kipindi chetu cha afya. Hekima, hekima, hekima. Tunahitaji hekima ya ziada siku hizi za mwisho wa mama na mabinti. Hekima, umepokea mshahara, kipato ni hiki. Bila hekima utakuta pesa inakuwa haitoshi mambo muhimu. Unapanga hata kama ni kidogo. Mimi nawapaga shuhuda binti zangu na vijana wangu, huwa na challenge. Nawaambia, yani usiseme kipato ni kidogo. Kuna ambao wana kipato kidogo na wamefanya mambo makubwa. Nawaambia usiseme biashara yako ni ndogo. Wenye biashara ndogo hizi wamefanya mambo makubwa. Tunatakiwa nini? Hekima. Unapangaje pesa? Unakuta unamshauri, unamwambia unafanya biashara hii, si uongezee na hii katika hapo eneo hilo ongezea na hii, inaendana na hiyo. Mteja akija anatafuta kitu fulani, unamuofa na kitu fulani. Hekima, wapendwa wangu, hekima inatakiwa sana. Bila hivyo tutajikuta tumefupisha maisha yetu wenyewe. Stress zinaingia. Unakuta afya yako hujaipeleka vizuri. Unakuta pesa hujatumia vizuri. Unakuta katika safari yako na Yesu Kristo umepungukiwa. Siku ya mwisho ukaja kaikosa mbingu bure. Hekima kwenye mahusiano, watu wa ndani ya nyumba yetu na watu wa familia. Ukikosa hekima, utajikuta umegombana na watu, utakuta umekwaza watu, utakuta umekatisha watu tamaa. Hekima, wapendwa wangu. Hekima katika malezi, wapendwa wangu. Tena siku hizi za mwisho ndio zaidi, wapendwa. Hata sisi ambao tunaishi nchi ambazo ni nje ya Afrika. Sijajua watoto wanaambiwa nini huko mashuleni au wanakutana na nini mitandaoni. Unakuta shuhuda zipo za kusikitisha, mpendwa wangu. Shetani anasababisha watoto bado na vijana hasira, kiburi, akiofokewa, akionywa, anapata hasira. Unasikia shuhuda, leo tunaenda mazishi, kijana wa mama mmoja tunamjua amejiua. Mpendwa wangu, wa mama nakwambia inatakiwa hekima. Hata katika kufunga na kuomba. Hakuna mwanamama aliyeokoka na binti ambaye umeokoka unampenda Yesu. Funga ulivyopata neema, nasemaga. Funga hata mlo mmoja, kunywa maji. Funga, kunywa hata tuseme, yani wewe kunywa hata maji ya moto, unaweka kaasali kidogo na ndimu. Mtu anaweza kukudharau, funga gani hiyo? Funga. Kufunga kuna mafaida nyingi, lakini uhakikishe kila wiki kuna funga yako ile unafungaga. Unafunga kibwebwe, unaenda mbele za Mungu. Mpendwa, maombi yanalipa. Maombi yanajibu kabisa. Kuna ushuhuda mmoja na ufahamu mahali fulani.
kuna ndugu wa watu fulani alipata wiki hii iliyoisha, alikuwa na hali mbaya kabisa kiafya, hali mbaya kiafya kabisa, na inaenda kupeleka akili yake ilikuwa inaenda vibaya. Lakini wapo ambao walibebea mzigo, wakafunga, wakaomba, pamoja na kwamba matibabu yalifuatiliwa. Yule mtu sasa hivi angalau yuko mahali anaelekea pazuri, alipona na bado anapata mambo mengine ya kumsaidia kwenye maisha yake. Maombi yanajibu, hekima inajibu. Hekima upelekeje vitu. Ushuhuda mwingine, kuna mahali watu ambao waling'ang'aniwa nyumba yao ya wazazi wao, ambayo wazazi wao waliwaachia wamefariki. Kuna ndugu waling'ang'ania kwenye hiyo nyumba, ndugu ambao sio wazuri, ndugu ambao ukiwaangalia mambo yao, maisha yao, unajua hawa hawaendi na Mungu. Hawa waling'ang'ania, yani walichukulia ile nyumba kama ni ya kwao, na walichofanya kibaya wale ndugu, waliwafanya hawa watoto warithi hawa wamegawanyika. Wengine wanawaogopa, wengine wanaona tuwaache tu, ni ndugu, wazazi waliwaweka, lakini walikuwa wanafanya vitu vibaya. Ikafikia hatua wakathubutu kugawanya hata nyumba ile ya wazazi, wanaweka wapangaji ndani na wanachukua pesa. Lakini maombi, mmoja alipewa ushauri tu na mpendwa mwenzie, akasema hao watoe kwa maombi tu. Maanake alikuwa hana jinsi, kila kitu mpaka wakubaliane wote, na kama mko 6 inabidi mkubaliane wote 6, kama mko 5 inabidi mkubaliane. Sasa walikuwa wamegawanyika, 3 wamekamatwa, wanasema waendelee. Nakwambia japo maombi yalichukua kama miaka mitatu hivi kama sikosei, wale watu walikuja wakafanya kitu kibaya. Ndugu wote ilibidi wakubaliane, wale watu leo hawapo, wameondoka kwenye ile nyumba, na Mungu anawasaidia, wanatumia tena hekima ya Mungu kufanya mipango mingine. Hekima ni ya kutafutwa, hekima ni ya kutafutwa. Usikate tamaa katika hali unayopitia, we muombe Mungu hekima, hekima, hekima. Sijui kwa nini neno linajirudia. Changamoto tutazipitia duniani hapa, kwa sababu tuko dunia hii ambayo shetani ana vyake. Huwa tulikuwa tunaongea na baba kama jana au juzi, tukasema shetani kwa kweli hakatagi tamaa. Sijui hakatagi tamaa. Sasa sisi tuombe Mungu atupe hekima na nguvu, tusikate na sisi tamaa. Hali unayopitia, kama ni ya kiuchumi, kama ni ya afya, kama ni watoto, usikate tamaa. Utaona shetani anakuletea mtoto anafanya kitu fulani, inasema mtoto, maana wengine kuna watoto wakubwa na wadogo. Usikatishwe tamaa na chochote. Wewe omba, simamia imani. Kumbuka Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani hajawahi kushindwa. Yaani wewe jihubirie katika moyo wako. Ndio maana tunaambiwa tushike neno la Mungu sana. Soma neno la Mungu likutie moyo. Kama uko busy huwezi kusoma neno la Mungu, sikiliza maandiko. Uko katika sehemu yako ya biashara au ya kazi, una nafasi ya kuweka kale kasikioni, wanaita sijui ni bluetooth, sijui ni earbud. Weka kile sikioni, sikiliza neno la Mungu. Na ukisikiliza neno la Mungu, unapenda kufuatisha na maombi, unatumia yale maandiko. Wewe uwe mtu wa kuomba, ni wa kuomba. Kuna mpendwa wangu amenipatia ushuhuda mmoja jana. Akasema mama, pamoja na kwamba nimepitia, yani amepitia kitu fulani, alikuwa anamuombea mme wake, hali fulani ilikuwa inaendelea katika kazi, hali ambayo haikuwa nzuri, lakini yeye alifunga kibwebwe tu, akawa anaomba. Anasema nilikuwa kila masaa mawili nasema kitu, kila akipita dakika fulani nasema kitu, na Mungu amewasaidia, wapo wamevuka. Na nikamtia moyo, nikamwambia sasa usichoke tena, nikamwambia waume zetu hawa tunatakiwa kama tunavyoombeaga watoto wetu. Mpendwa wangu, usishike ubahili sana kuweka pesa mfukoni na benki. Chukua baadhi ya hiyo pesa, toleaga sadaka mme wako kwa maombi. Toa sadaka kwa maombi ya mme wako, usije ukawa mjane mapema. Nakwambia shetani ni mbaya, anatafuta watoto wako, huwa nawatolea sadaka. Mimi wa kwangu huwa nakusanya, kuna ile ninayotoa mara kwa mara, lakini kuna ile ninakusanyaga kidogo kidogo, nasubiri siku yao kuzaliwa.
ni wakubwa na hawana mambo mengi ya kusema sijui afanyiwe hiki siku yake kuzaliwa. Mimi ile naikusanyaga, ikifika siku yake ya kuzaliwa natakaga nimtolee sadaka mahali, na napenda nimtoleaga sadaka mahali fulani, ili Mungu awasaidie wategemeze wao za wao. Yaani tunaotakiwa wamama na mabinti, unaomba maombi hata kama wewe ukiwa haupo, Mungu akaamua kuchukua, kwa sababu mapenzi ya Mungu hatuyajui. Ukae siku zote, hatuogopi kifo, ila usiharakishe na wewe sasa kifo. Unatanguliza maombi, sadaka, kufunga, unatanguliza matendo mema, uzao wako usije ukateseka. Hekima inatakiwa. Hekima inatakiwa, wamama na mabinti. Tumuombe Mungu atuongeze hekima. Karibu mpendwa wetu, tumesoma leo Mithali 4 sura ya kuanzia mstari kuanzia 10 mpaka 13. Wapendwa wangu, tupende hekima. Na nikasema hii sura tuirudiage, tukariri maandiko. Mbarikiwe sana kwenye prayer line kubwa, tunakariri maandiko. Mbarikiwe, msichoke. Utakuta wengine tunasikiliza tu muda mwingi, hatuwezi kushiriki sana. Tunashiriki tunapopata neema, lakini maandiko haya waambie hata watoto wako waisome, watakuwa na hekima. Watoto wako ukiwafundisha hekima, watakuwa tofauti. Haijalishi hii dunia unavyoiona, wewe unaona mwenyewe hali inavyoendelea, inazidi kuwa na uozo, inazidi kuwa na uovu, inazidi kuwa na udhalimu wa shetani, lakini wewe watoto wako wafundishe neno la Mungu tu. Wakaririshe neno la Mungu. Wakalishe chini, waambie hiki na kile kuhusu maisha, kuhusu hekima ya dunia, kuhusu imani katika Yesu Kristo, kuhusu kumtegemea Mungu, kuhusu kuenenda sawasawa. Shetani hata wapata, asikututishe shetani hapa, asitutishe na uovu wake. Wanaweza wakavuka salama kabisa kwenye hii dunia, wakawa tofauti. Shuhuda kadhaa zimetokea wiki hii, nikawa ninawaza, ninasema kwa kweli watoto zetu, hasa mabinti, tuwasaidie, hata vijana tuwape hekima. Akikosea akaanza maisha, tendo la ndoa, kwanza akaanza nje ya ndoa, ameshaanza kuharibu maisha yake. Pili, akaanza tendo la ndoa na mtu ambaye hayuko sawa na Mungu, atapata matatizo kimwili na kiroho, yatamtesa miaka, na atakutesa na wewe. Nimeona kitu watu wanapitia. Kwa kweli Mungu atupe hekima, tuitafute sana. Tafuta maarifa katika kila eneo la maisha yetu. Tutafute hekima ya hili eneo ni nini, hekima ya kumfuata Yesu Kristo vizuri ni nini, hekima ya mambo ya elimu ni nini, hekima ya mambo ya kutunza pesa na kuwekeza ni nini, hekima ya katika mambo ya afya ni nini, hekima katika malezi ni nini, hekima katika mahusiano na mume wangu ni nini, hekima katika kujitunza mimi mwenyewe, mambo niliyookoka nini. Ziko hekima za kila aina. Tutafute hekima, tumshike sana. Barikiwe sana. Isichukue muda mwingi ili tupate muda wa kuomba. Karibu, kama kuna mwenye kuchangia alicho mtu kielewa, unakaribishwa, unaweza kuchangia. Karibu mpendwa wangu.